Misingi ya ufugaji wa kuku kwa wafugaji wadogo. Afya ya kuku. Malengo ya moduli hii ni kutoa mwongozo wa namna unavyoweza kuepuka magonjwa kwa mifugo yako, kukusaidia kujua kama mifugo yako inaumwa, kukueleza unapaswa kufanya nini kama mifugo yako inaumwa. Kwanza, hebu tuangalie namna unavyoweza kuzuia magonjwa kwenye mifugo yako. Hakikisha mazingira yanayozunguka nyumba yako ni safi kwa kufagia, kutoa kinyesi cha mifugo na kwa kudhibiti panya. Nunua vifaranga katika sehemu za kuzalisha vifaranga ambao wanapata chanjo na wanatunzwa vizuri na una uhakika kwamba vifaranga wana ubora wa kiwango cha juu. Hakikisha kadri inavyowezekana uchanganye mifugo ya aina nyingine na kuku. Kwa mfano, usichanganye ndege wengine kama vile bata, njiwa, bata mzinga pamoja na kuku wako. Kinyesi cha ndege wengine kinaweza kusababisha matatizo makubwa. Hakikisha unawapa kuku maji safi ya kunywa na safisha vyombo vya kunywea maji na vya kuwekea chakula. Usiwape kuku wako maji ambayo wewe mwenyewe huwezi kunywa. Unapaswa pia kunawa mikono kabla na baada ya kuwahudumia kuku, kufanya usafi katika sehemu yao ya kukaa na kufagia kinyesi chao. Namna ya kujua kama kuku wako wanaumwa. Fuatilia kuku wako mara kwa mara kuona kama wapo katika hali ya kawaida. Je, wana furaha? Je, wanakula vizuri? Je, wanatembea vizuri? Je, wanakuwa vizuri? Kagua kuku wako mara kwa mara kuona kama wana magonjwa. Chunguza kinyesi kuhakikisha kwamba hawana minyoo. Kisha kagua kama wana wadudu. Kuna wadudu wadogo kama chawa, viroboto na utitiri. Wadudu hawa wanaweza kudhoofisha kuku wako na kusababisha ukosefu wa damu, kusababisha wasikue vizuri na hata kusababisha kifo. Kagua wadudu hawa katika manyoya, chini ya mbawa, katika macho, undu ya kichwani, undu ya kwenye sikio, katika miguu na sehemu ya kutolea haja. Unapaswa kufanya nini kama kuku wako wanaumwa? Unaweza kumweleza daktari wa mifugo, mwakilishi wa kituo cha kuzalisha vifaranga au ofisa ugani wa kilimo aliye katika eneo lako. Kwa haraka sana watenge kuku wagonjwa wasikae pamoja na kuku wengine. Kuku mgonjwa anaweza kusambaza ugonjwa kwa kuku wengine. Kuku mgonjwa anatakiwa kutengwa na kuku wengine hadi atakapopona. Usile kuku ambaye unahisi amekufa kwa ugonjwa. Mzike kuku aliyekufa angalau kwa umbali wa mita 100 kutoka katika banda la kuku, na tumia mbolea ya kuku katika shamba lako ikiwa tu shamba hilo lipo mbali na banda la kuku.